فجمل أنت الذي سترت ما يعيب. Majawabu matano ya masuala في الناس لا أشك قيد أنمله وقيتني بالفضل كل فجمل أنت الذي سترت ما يعيب. Majawabu matano ya masuala في الناس لا أشك قيد أنمله وقيتني بالفضل كل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، أما بعد. Naam, kama ilivyokuwa utaratibu wa vipindi vyetu ambavyo tunaviendesha katika studio zetu, kipindi ni masuala matano, majawabu matano ya masuala, na tumekuwa na utaratibu wa kutembelewa na mashaikh na ikhwa na maduati wa da'wa hii, da'wa salafia, ambapo wanakuwa wakizungumzia baadhi ya mambo kulingana na masuala ambayo tunakuwa tumeandaa. Na leo alhamdulillah tumepata neema ya kuwa na shekhe wetu katika kipindi chetu cha tatu miongoni mwa vipindi vyetu ambavyo tunaviendesha hapa. Kabla sijaendelea, nipende kumtambulisha shekhe wetu. Naam shekhe. Naam. Tufahamu kidogo. Jazakallahu khair. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kwa jina naitwa Hussein Nadhir Abdullah Uthman Kagimbo. Naam. Kunya yangu ni Abu Ubaida. Mashaallah. Naam. Ubaida. Naam, kama tulivyosikia utambulisho wa shekhe wetu hapa Abu Ubaida, moja kwa moja mimi niingie katika masuala. Naam Sheikh, naomba niruhusu niingie katika masuala moja kwa moja. Naam, ruhusa. Suala la kwanza linasema, shirki ni nini katika muktadha wa Kiislamu, na ni kwa namna gani mtu anaweza kuingia katika shirki bila ya kujua? Naam Sheikh. Jazakallahu khair. Swali ambalo muuliza ndugu yangu muendeshaji kipindi. Naam Sheikh. Swali adhim sana ambalo pengine kwa mtu ambaye mtu akisikia swali kama hilo chukulia jambo jepesi. Ndio. Na ni kitu kidogo cha kawaida, kutokana na kwamba jambo la shirki katika jamii lishakuwa linaonekana kwamba ni kitu cha kawaida, shirki. Ndio. Sasa pengine mtu angetaka uulizie kwamba unazungumziaje kuhusiana na kesi ya Tundu Lissu inayoendelea sasa hivi. Pengine hapo ndipo angetega masikio vizuri. Kweli. Ajue kwamba atasemaje hapa. Lakini watu wanashinda kutoa muda wao kuweza kujua mambo ambayo ndio wameumbwa kwa ajili yake. Sawa. Bila shaka sisi tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama anavyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa lengo la kuniabudu. Na maana liya'budun ay liyuwahhidun. Sio tu kuniabudu basi, la, bali wanipwekeshe. Ina maana hizi ibada tumuelekezee Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Hili ndio lengo la kuumba wanadamu na majini pia. Kwa swali lako limegusa lengo la kuumba wanadamu. Kama walivyosema kwamba ni nini maana ya shirki katika muktadha wa kisheria. Shirki maana yake katika upande wa kisheria ni kumfanyia Allah Subhanahu wa Ta'ala mshirika, yani ukamwekea mwenzake. An taj'ala lillahi nidda fi rububiyyatihi wa ilahiyatihi, au an taj'ala lillahi sharikan fi rububiyyatihi wa ilahiyatihi. Ni kumfanyia Allah kwamba ana mshirika, ana mwenzake anayeshirikiana naye katika swala zima la uendeshaji wake na utendaji wake. Tukisema utendaji wa Allah ni kama vile kuumba viumbe, kuteremsha mvua,
kuotesha mimea, kunufaisha waja na kuepusha na madhara na kuendesha ulimwengu kwa ujumla. Yeye ndio mfanyaji. Sasa ukajalia kwamba kuna kingine kinafanya hivyo nacho kama anavyofanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi unakuwa umemshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika vitendo vyake. Sawa sawa. Ama katika upande wa ilahiyatihi, yani katika upande wa kumuelekezea ibada, kwamba wewe ukamuelekezea ibada mwingine asiyekuwa Allah, ina maana yule mwingine umemweka sawa na Allah katika kuelekezewa ibada. Wewe umefanya ushirikina hapo, umefanya shirki. Sawa sawa. Na hilo Allah Subhanahu wa Ta'ala amezungumza katika Qur'an, katika sura al-Kahfi ambayo tunaisoma sana kila Ijumaa, aya ya mwisho. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Yule yoyote yule ambaye anataraji kwamba atakuja kukutana na Mola wake, ipo siku atakufa, atakutana na Mola wake, kama anatarajia hivyo, basi huyu mtu achukue tahadhari, anatakiwa afanye matendo mema ili asalimike na pindi atakapokutana na Mola wake. Siku hiyo atakutana nayo. Sawa sawa. Sababu ni siku ambayo mtu hawezi kusalimika mpaka awe ni mtu kafanya mema. Kafanya mema. Kama anavyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hiyo ni siku ambayo mali wala watoto havitomnufaisha mtu isipokuwa kwa yule ambaye amekutana na Mola wake na moyo uliosalimika. Na moyo uliosalimika ni upi? Ni moyo wa Muislamu. Kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislam yule ambaye Waislamu wamesalimika kutokamana na maudhi ya ulimi wake na vitendo vyake. Huyu ni Muislamu, amesalimika. Haudhi watu kwa maneno wala kwa vitendo. Anafanyia kazi maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na anafanyia kazi makatazo kwa kutokuyafanya yale ambayo ameyakataza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huu Uislamu huu ndio hiyo tauhidi yenyewe, kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio kufanyia kazi kalima ya la ilaha illa Allah. Kwa maana ya kwamba kuthibitisha kwamba hakuna anayestahili kuelekezewa ibada isipokuwa yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio kufanyia kazi kauli ya anna Muhammadan wa anna Muhammadan Rasulullah. Kwa maana ya kwamba ta'atuhu fima amara, ni kumtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika yale ambayo anaamrisha, wa tasdiquhu fima akhbara, na kumsadikisha mtume katika yale anayoyahabarisha. Sawa? Ndio. Kisha wa tasdiquhu fima amara wajtinabu ma anhu naha wa zajara, na kujiweka mbali na yale yote ambayo mtume ameyakataza na ameyakemea. alla yu'bada Allah illa bima shara'ahu ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, na kuzingatia kwamba asielekezewe Allah ibada yoyote isipokuwa ile ambayo ameiwekea sheria kupitia mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hii ndio kufanyia kazi la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ambalo tauhid, na ambao ndio kujiepusha na shirki, ambao ni swali ambalo muulize. Hii shirki ni kitu kipana sana, na swali lako na muda wetu ni mchache sana, lakini nitafafanua kwa ufupi shirki hii ili ieleweke, kwa sababu watu wengi hawaelewi shirki ni nini, ndio maana wanaiingia. Kama vile nilivyouliza kwamba namna gani mtu anaweza kuingia kwenye shirki bila kujua kama kaingia kwenye shirki. Sababu ya mtu kuingia kwenye shirki bila ya kujua kama kaingia kwenye shirki ni kwa sababu hiyo shirki yenyewe haifahamu. Hii shirki kama Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema, faman kana yarju liqa'a rabbih, yule ambaye anatarajia kwamba atakuja kukutana na Mola wake, falyamal amalan salih, basi afanye matendo mema. Kisha Allah akasema, wala yushrik biibadati rabbih ahada, wala asije akamshirikisha Allah katika ibada zake na yeyote.
ina maana muabudie Allah peke yake. Kwa nini Allah amekuja kuzuia kumshirikisha baada ya kuamrisha watu kufanya mema? Ndio. Ikiwa ina maana ya kwamba matendo mema yakiingiwa na shirki yanaporomoka. Kama vile alivyosema Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad uhiya ilayka, akimwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba walaqad uhiya ilayka, hakika imefunuliwa kwako au umepewa wahi, wa ila alladhina min qablik, lakini sio kwako wewe tu, hata wale manabii waliokutangulia, ya kwamba in ashrakta, kama utafanya ushirikina. Anaambiwa mtume wewe, mtume anaambiwa, anatahadharishwa na ushirikina. Itakuwaje mimi na wewe? La in ashrakta, ikiwa utafanya ushirikina, ayahbatanna amaluk, basi yataporomoka matendo yako yote. Yani maana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kiongozi wa wacha Mungu, kwa maana kwamba yeye anafanya mema. Sasa akaambiwa hivi, ukifanya ushirikina, basi hayo mema yako yataporomoka, yatafutika. Ayahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin, na wewe hakika kabisa utakuwa ni miongoni mwa watu wenye hasara. Yani umefanya kitu alafu kimeishia kuwa ni kitu hakina faida na wewe. Mtume Muhammad anaambiwa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ushirikina. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amehadharisha watu wasimshirikishe, na kwamba wakimshirikisha basi hiyo itakuwa ni sababu ya matendo yao yote kuporomoka, na kuwa katika wenye hasara. Hii shirki, hii aya imekusanya shiriki yote kwa ujumla wake. Shiriki kubwa ambayo yukhriju sahibahu min al-milla, yani ambayo mtu akifanya shiriki hii inamtoa katika Uislamu. Sawa sawa. Shiriki hiyo ni sarfu shay'in min anwa'i al-ibada, ndio, li ghairi Allah. Sarfu shay'in min anwa'i al-ibada li ghairi Allah, hiyo ni shirku akbar. Ukielekeza kitu miongoni mwa aina za kitu katika aina za ibada, ukielekeza kwa asiye kwa Allah, maana ibada yote lazima ielekezwe kwa Allah, kama tulivyoona kwenye aya hiyo iliyotangulia. Kwa hiyo ibada yoyote ile ukielekeza kwa asiye kwa Allah, ndio basi wewe umefanya ushirikina. Hiyo ni shirkun akbar ambayo inaporomosha matendo ya mtu, lakini pia inatoa katika Uislamu. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala amemharamishia pepo mtu ambaye anafanya shirki. Miongoni mwa aina za ibada ambazo watu wengi wanazifanya katika sura ya ushirikina ni kuyaabudia makaburi. Ndio. Kuyaabudia makaburi, wakudai, wakiambiwa kwamba mnaabudia mizimu, mnaabudia makaburi, mnafanya ushirikina. Wanasema sisi hatuabudi isipokuwa sisi tunawaomba watuombee. Kama ilivyotangulia kufahamika, yupo miongoni mwa mashekhe aliwahi kuhamasisha waumini wake kwamba tutaenda kuwaomba ili wao tuombe, ili wao. Nadhani hilo nilisikia hili. Huo ni ushirikina ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ameukataza. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala watu wa sampuli kama hii ameshawatahadharisha na amewakanya ndani ya Qur'an. Ndio. Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema, ya'buduna min dunillahi, hawa wanamuomba au wanamuabudia, kwa sababu ad-du'a huwa al-ibada, huwa ni ibada. Ndio. Sawa ndio, huwa ni ibada. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya'buduna min dunillah, wanaabudia kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vitu gani? Ma la yanfa'uhum, ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum. Wanaabudia vitu ambavyo haviwezi kuwadhuru wala haviwezi kuwanufaisha. Maiti anaweza kukunufaisha? Hapana. Maiti anaweza kukudhuru? Hata ukimchapa bakora anaweza kufanya chochote? Hawezi kufanya. Allah anasema yaabuduna min dunillahi ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum. Alafu akiambiwa anasema yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah. Hapana, wanasema hapana, hawa si atuabudu isipokuwa hawa wanatuombea sisi, kama alivyosema yule bwana. Tuombea sisi ili watuombee. Ili watuombee. Kwa sababu sisi atuabudu isipokuwa tunaombea watuombee. Ndio hayo maneno ambayo Allah Subhanahu amezungumza hivyo. Imeendana hivyo. Wayakuluna haulai shufa'auna 'inda Allah. Hani waombezi wetu. Sasa Allah ameshakataza. Nyinyi mnasema waombezi wenu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume awajibu hawa watu. Anasemaje? Anasema qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wala fil ardh.
Waambie, waulize hao. Hivi nyinyi washirikina mnataka kumpa Allah habari ambazo yeye hazijui, yani zimefichikana kwake. Yeye anakuambieni wale msiwaelekezee ibada. Nyinyi mnamwambia kwamba wale bana tuabudu wanatufanyia uombezi. Nyinyi mnajua zaidi kuliko Allah. Ndio. Antum a'lam amilla. Hivi nyinyi ndio wajuzi zaidi au Allah ndio mjuzi zaidi? Kwa Allah anaambia ulize. Tunabbiuna Allah bima la ya'lamu fi samawati wala fil ardh. Hivi nyinyi mnamtaka kumwambia Allah mambo ambayo yeye hajui? Sasa mnamfundisha, yani imefikia hivyo, yani nyinyi mnamfundisha Mola wenu. Allah anasema subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Utakasifu ni wake Allah na yametukuka na yuko juu zaidi na yote haya ambayo wanamshirikisha kwayo. Kwa hiyo tumeona kwamba ni ushirikina kuelekezea ibada makaburini, kuelekezea dua makaburini, sehemu yoyote ile ambayo hiyo ni shirku akbar. Na anaingia mtu bila kufahamu, ambapo mtu anaingia akifikiri anamwabudia Mola wake, kumbe anafanya ushirikina. Ndio. Na tayari shanikataza hiyo. Lakini pia watu wengine wanaingia kwa sababu hawajasoma. Wanafuata hawa mashaikh ambao wanamwambia hivyo. Ndio. Atakapokuwa amesoma akaligundua hilo, hawezi kufanya tena. Wapo watu ambao walisikia, nasema siku moja kwenye darasa kule wapi kule Simbazi Salafi kule. Sasa kama kuna shehe mmoja amesema hivyo. Ni watu maawam tu ambao sio wanafunzi wa dini. Akashangaa sana. Akasema shehe mkuu anaweza akasema hivyo. Kweli? Nikamwambia ni kweli akasema hivyo. Iko wapi hiyo? Nikamwambia nitakuonyesha. Nikamuonyesha kwenye YouTube. Akachukua namba zangu. Alimshangaza sana. Ni mtu wa kawaida. Hakujua kama shehe mkuu anaweza kuzungumza maneno kama. Kwa hiyo kashafahamu. Yuko kashafahamu kwamba kile kitafanyika si sawa. Kwa ambaye hajasoma hawezi kujua, atafuata. Shirki hii ambacho ni kitu cha hatari. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah hasamehi dhambi la kushirikishwa. Anasamehe madhambi mengine yaliyo chini ya shirki. Kwa amtakaye. Kwa mtu akifanya dhambi la shirki asichukue kama ni kitu kidogo. Ajue amefanya dhambi kubwa sana. Na kwamba Allah hawezi kumsamehe ikiwa atakufa bila kutubia. Bali huyo mtu atakuwa ameharamisha pepo kama tutakuja kuona. Shirki hii ni kubwa, na kuna shirki nyingine ambayo iko chini ya hii, ni shirkun asghar. Shirkun asghar imegawanyika katika vigawanyo viwili. Kuna shirkun khafi, kuna shirku ambao ni shirkun dhahir. Sawa. Zote hizi katika shirkun asghar. Shirkun dhahir ni shirki ya vitu ambavyo vinadhihirika. Sawa sawa. Kuna ushirika anaofanya huyo mtu katika maneno yake. Shirkun dhahir na katika vigawanyo viwili. Kuna shirkun katika alfadh na shirkun katika al-af'al, vitendo. Katika alfadh ni kama vile alhalfu li ghairi Allah, mtu kuapia kwa asiyekuwa Allah. Hiyo ni shirku. Na kuna watu wanaapia hivyo sana tu, hawajui kwa nini wanaapia kwa asiyekuwa. Hawajui kama ni shirki ile. Tunaapia kwa mama, kwa baba. Baba kia si si nani, yani almuhimu kwamba mtu akaapia viapo ambavyo vinaelekezwa kwa asiyekuwa Allah. Akaapia kwa matendo ya mtume, akaapia kwa Kaaba, akaapia sichukue vitu gani, hata vile vitukufu anaviapia. Sawa. Hii ni shirki. Kwa sababu gani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam man halafa li ghairi llahi fakad kafara au ashraka, mwenye kumwapia asiyekuwa Allah basi ajue huyu amekufuru au amefanya shirki katika matendo. Lakini pia katika maneno. Lakini pia katika maneno ni kusema laula Allahu wa fulani ma shaa Allahu wa shaa fulani. Hii ni shirki katika shirku al-asghar ya matendo. Ya nini? Ya maneno. Alikuja mtu mmoja kwa mtume akamwambia ma shaa Allahu wa shi'ta. Alimwambia maneno hayo mtume akamwambia hivi, aj'altani lillahi niddan, hivi wewe umenifanya mimi kuwa ni Mungu msaidizi wa Allah? Qul ma shaa Allahu wahda, sema ametaka Allah au kile anachokitaka Allah peke yake.
Kwa hiyo ni pia ni shirki. Utakuta watu hawajui. Mtu anasema tu ana asingekuwa Allah na bosi leo nilikuwa ninafeli au na mtu fulani leo ningekuwa ninafeli. Hajui kama kazungumza maneno ambayo hatari sana, yamebeba shirki. Hiyo katika maneno. Ama tuje katika vitendo ni karia. Ni kama vile katika vitendo ni kama vile kuvaa zile nini tamaim zile hirizi. Na watoto wanavalishwa kwa lengo la kukingwa na homa, kwa lengo la kukingwa na nini? Si husda, wanavalishwa vidude vipi? Ndio. Kwenye mikono, viuno. Wanajua kama ni shirki? Mashingwa. Hawajui. Kama ni shirki. Hiyo ni shirki, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka. Yule ambaye atajitundika hirizi basi hakika amefanya ushirikina. Tumeona katika upande wa matamshi kuna shirki, tumeona katika upande wa vitendo kuna shirki. Hii inaitwa shirkun asghar. Shirki ndogo imekuwa shirki ndogo kwa sababu hii haimuondoshi mtu katika Uislamu. Anabaki kwa Muislamu, lakini anakuwa amefanya dhambi miongoni mwa madhambi makubwa ambayo anatakiwa mtu ayatubie. Bila anabaki kuwa ni Muislamu. Na hii shirki ya kufunga vidude kwa kutegemea kwamba vitakusaidia imekuwa ni shirki kwa sababu Allah hajafanya ile kuwa ni sababu ya kuondosha kile kitu. Usije ukaifananisha na Panado. Wanawake watu wanachukua hirizi waifananisha. Mbona ukiumwa kichwa unakunywa Panado? It's sana kuvaa hirizi tu, hii inamzuia mtu na homa. Hivi kuna mahusiano gani kati ya twende kitaalamu tu kwamba kile kijitambaa ndani yake kuna vitu vikorokoro ndani. Vimefungwa mle. Tena ajabu. Ndio. Mtu kafungwa hapa. Twende kitaalamu. Panado tunajua ile ina virutubisho vimewekwa mule, vimetengenezwa, vinafungamana na mwili una kile ambacho unakihitajia. Inaingia mwilini, inaenda huko inayeyushwa, inasambaa mwilini kwa njia ya damu, inakupambana na ile sehemu ya shida, ikisaidiana na damu au na zile cells ambazo mwanadamu anazo ambayo ni white blood cell. Umeona? Sasa haya na hirizi nayo yenyewe inafanyaje? Tuambie bwana mzee. Kitambaa umekifunga hapa, kinaingia kwenye mwili, kinachanganyika na damu, kinatembea kinaenda kuondosha homa. Hamna kitu. Kwa hiyo ni masuala tu ya itikadi ambazo hazina hata mbele wala nyuma. Kwa hiyo huyu mtu akifanya hii kwamba ni sababu ya kumuondolea homa, hii inakuwa ni shirku asghar. Dhambi kubwa amefanya. Lakini itageuka kuwa ni shirki kubwa ikiwa ataitakidi kabisa kwamba kile kinafanya kama vile anavyofanya Allah. Ni shirki. Hapo umetoka kwenye shirki ndogo umeenda kwenye shirki kubwa. Unaona? Watu wengi wanafanya mambo haya lakini hawajui. Kwa sababu hawasoma kujua shirki vizuri, wanasoma vitu vingine. Kigano cha pili cha shirkul asghar inaitwa ashirkul khafi, ni shirki iliyojificha. Hii shirki iliyojificha hii ni balaa kubwa, na sallallahu alaihi wasallam. Amen. Mpaka imefikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema inna akhwafa ma akhafu alaykum ashirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma ashirkul asghar? Qala ar-riya. Mtume aliwaambia maswahaba wake kwamba hofu kubwa ninayohofia zaidi juu yenu nyinyi maswahaba wangu ni shirki ndogo. Wakamuuliza, hiyo shirki ndogo ni ipi? Mtume akamwambia ar-riya. Riya ni shirki ambayo inafungamana na an-nawaya wal iradat. Yani kitu ambacho kiko kwenye moyo akijadhihiri. Yani maana hii tofautisha na zile za mwanzo. Ndio. Maneno yanasikika. Vitendo si vinaonekana. Lakini kuna shirki imejificha kwenye kifua. Haoni mtu hawezi kuiona. Ina maana wewe ukiona swali, utajiona swali kwa ajili ya Mola wako. Lakini kumbe wakati huo wewe swala yako inaipendezesha kwa sababu kuna mtu pembeni hapa. Maana yajua hapa imejificha hiyo shirki. Umeona hapo inaingia kasuma kama vile kutaka kuonekana wewe unajua, unataka kusifiwa. Zote hizo zinaingia katika ashirku fil irada wan nawayat. Lakini pia kuna shirki katika al iradat wan nawayat
kufanya matendo kwa ajili ya dunia. Mfano mtu akataka kuswalisha ili awe apate mshahara. Yani anahifadhi Qur'ani ili awe imamu apate nini? Mshahara. Kuswalisha ni ibada. Sasa kwa nini unaifanya kwa ajili ya dunia? Hiyo inaingia katika shirki. Hiyo ni shirkun asghar ambayo inaiharibu ile ibada yako. Inakuwa haina malipo mbele ya nani? Allah. Na ushahidi maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ile hadithi ya mwanzo aliposema ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham. Ta'isa wa intakasa wa idha shika falantakasha. Hapo juu anasema ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdu al-khamila, ta'isa abdu al-khamisa. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Mtume anasema ta'isa ameangamia yule mwenye kuiabudia dinar. Sawa? Dinar ni kutokana na dhahabu. Ta'isa abdu dirham kutokana na fedha. Kwa maana nini maana kwamba anaabudia fedha? Au tuseme katika pesa zetu za Tanzania tunasema anaabudia pesa huyu. Maana yake nini? Anafanya matendo mema ili apate malipo ya kidunia. Tunasema ameangamia huyo. Hivyo nguo ametaja Mtume khamila, khamiso amestaja. Afu msha akasema huyu mtu in u'tiya radhiya. Ukimpa basi ataridhika, atafanya lile jambo. Usipompa atakasirika. Tofanya. Mimi naacha imam bana. Mshahara wenyewe ndio huu. Ndio. Yani akipunguziwa sehemu ya dunia, anapunguza sehemu katika akhira yake. Na sio kuswalisha imam tu, sio kusoma Qur'ani, bali matendo yoyote yale mema ambayo utamfanyia mtu, ukamfanyia ili akupende, ukamfanyia ili awe karibu na wewe, ukamfanyia ili akusifu, ukamfanyia sijui iweje katika mambo ya kidunia, hiyo ni shirki ambayo inaporomosha yale matendo ambayo mtu anakuwa ameyafanya. Sasa katika an-nawaya wa Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala anasema wa amma shirku fi an-nawayat في الإرادات والنوايات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. أما shirki katika upande mzima wa manuizi ya mtu anafanya kwa nia gani, au makusudio ya mtu anafanya kwa makusudio gani, shirki hii Imam Ibn Qayyim anasema hiyo shirki hiyo ni bahari ambalo halina mfukwe, haina mchikavu. Maana yake ni kitu kikubwa ambacho watu wengi tumekiingia. Akasema la wa qalla man yanju min, wachache sana wanaosalimika na hiyo shirki. Kwa utakuta watu wengi tunafanyaga matendo kwa ajili ya kutaka sifa. Ndio. Matendo mema lakini tunataka sifa au kupata malipo mazuri au kukurubishwa au watu wengi tumeongo. Nasallallahu alaihi wasallam. Na hatujui kama ni shirki. Mtu anaweza kawa ni kiongozi akaja akafanyaje, akatoa msaada labda kwa mayatima, nataka ajionyeshe kwa watu, afu baadaye watangazie watu ili wampende, waendelee kumpa support na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kafanya kwa lengo hilo. Ile ni ibada ambayo alikuwa anataka kuifanya kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala, ili apate malipo akhira, lakini anaifanya kwa ajili ya dunia. Ibada imeelekeza kwa siku Allah. Sawa? Hii inakuwa ni shirki, watu wengi hawajui. Nadhani mpaka hapo tutakuwa nimejibu swali lako la kwanza. Jazakallahu khair. Naam, amin na yak. Naam. Kabla sijaendelea katika swala la pili, naam, tupate mapumziko kidogo kisha tutarejea. فجمل أنت الذي سترت ما يعيب. Majawabu matano ya masuala في الناس لا أشك قيد أنمله وقيتني بالفضل كل. Markaz Imam al-Muzani ni taasisi inayojishughulisha na shughuli mbalimbali ikiwemo kuelimisha jamii, kusimamia madrasa, kusomesha vijana katika level za tamhidi, yani asiyejua kusoma kabisa, ibtidai pamoja na mutawasita. Tunakuombeni mchango wenu kwa lengo la kuendeleza shughuli zetu za markaz kama vile chakula cha wanafunzi, upanuzi wa madrasa na kadhalika. Na kwa sasa tunahitaji kununua nyumba
ili kupanua madrasa, na kiasi kinachohitajika ni shilingi milioni 60 za Kitanzania. Karibuni, changia kwa namba Airtel Money 0689546152, M-Pesa 0752809553. Pia changia kupitia Amana Bank kwa namba 00114086920001. Jina lisomeke Imamul Muzani Foundation. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Sheikh Abdurrauf Al-Munawi kwa namba 0628993212 au 0688745131. Karibuni tuifanyie ziara Markaz Imam Al-Muzani. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حل المعازف والغنى الشيطاني ورأيت منهم فاسقا يدعو إلى رقص على الأوتار والعيدان. Naam, tunaendelea moja kwa moja baada ya mapumziko mafupi katika suala la pili, ambapo suala linasema hivi: ni ipi hukumu ya kisheria kwa mtu anayewahimiza watu waende kwa waganga wa kienyeji, kwa maana kwa washirikina, au anauza hirizi ya kidai ndani ya hirizi zile kuna kinga ndani yake? Hukumu ya huyu mtu yukoje? Naam Sheikh. Naam, subhana malikin nas. Mada leo ni mada nzito sana. Ndio. Na ndivyo ilivyo. Umesema kwamba ni ipi hukumu ya mtu ambaye anawahimiza watu kwenda kwa waganga wa shirikina, na kwamba nikinaisha kwamba kuna kinga kule. Hukumu ya mtu huyu anayefanya hivi katika sheria ni ipi? Hukumu ya mtu huyu ni kwamba amefanya dhambi kubwa na hatari, anafanya dhulma kubwa ya hatari. Dhulma gani? Ambayo tumeizungumzia nyuma, ambayo ni shirki. Sawa sawa. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna ash-shirka la dhulmun adhim. Hakika shirki ni dhulma kubwa. Kwa hiyo lazima ajue kwamba pale anafanya dhulma kubwa. Vipi mimi mbona naambia tu kwamba hata kama ni shirki kwani mimi ninafanya? Basi Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hivi: man daa ila dhalalati, yule atakayewailingania watu akawaita waende katika upotovu, yeye hafanyi lakini anaita watu, anawalingania bana fanyeni hivi, yeye hafanyi. Atakayefanya hivyo, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana lahu min al-ithmi, huyu mtu atapata madhambi mithlu athami man tabi'ahu, mfano wa yale madhambi ya yule aliyemfuata katika lile alilolingania. Sawa sawa. Ikiwa ina maana wewe ukiwaita watu katika dhambi kubwa, yale madhambi makubwa atakayoyapata yeye, basi jua na wewe umeyapata. Katika madhambi makubwa ya kwenda kwa waganga, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man ataka hina au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu fakad kafara bima unzila ala Muhammad. Yule mtu ambaye atamuendea kuhani au yule mtu wa ramli, yule anayedai kujua mambo kwa sababu anafanya vikorokoro afa anajifanya anajua kama fulani kiko sehemu gani, si anawatabilia watu kila kitu kikubwa hapa, si naona si bendera ipo nusu mlingoti, anazungumza mambo kama anajua mambo yanayokuja. Umeona? Ndio. Atakayemwendea mtu kama huyu akakubaliana na yale, basi ajue amekufuru yale aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huu kafiri anaopata huyu mtu, haya madhambi makubwa ya ukafiri atayapata pia yule aliyemlingania aende kule. Hata kama wakati huyu alilingania yeye hajaenda, ana swali zake huko, anafanya zake tasbihi, lakini wakati huo ana mzigo wa madhambi makubwa aliyapata yule aliyeenda kule kwa hili. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndio sababu. Tunasema ndaa ila dhalalatin kana lahu min al-ithmi mithlu athami
man tabi'ahu, mwenye kuwalingania watu katika potofu, basi ajue huyo aliyelingania ana madhambi mfano wa madhambi ya yule aliyemfuata katika ulinganizi wake. Lakini huyo mtu ajue tayari amejiharamishia pepo. Sawa. Mtu aliyelingania katika ushirikina amejiharamishia pepo, kwa sababu analingania kwenye ushirikina hata kama haufanyi ushirikina, yeye bado ni mshirikina. Sababu huwezi kusalimika na ushirikina mpaka ujiepushe na ushirikina na uwashirikina. Yani ni kujiliwa ndio albaraa. Na albara'atu min ash-shirki wa ahli ash-shirk. Jiepushe na ushirikina na ushirikina. Kwa hiyo usitoe mchango wowote kwa washirikina waganga katika shiriki zao. Subhanahu wa ta'ala anasema laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladhina ma'ahu. Hakika imekuwa kwenu nyinyi waumini kigizo chema kwa Ibrahim na wale waliomfuata Ibrahim waumini. Idh qalu liqaumihim, pindi walipokuwa waambia watu wao ni washirikina. Waliwaambiaje? Inna buraa'u minkum. Ona namna wanavyojitakasa. Inna buraa'u minkum, hakika sisi tuko mbali na nyinyi. Hao washirikina kama ni ndugu zao wanajiweka mbali hapo, wajiweka mbali nao. Inna buraa'u minkum, sisi tuko mbali na nyinyi. Hapo wanajitenga na watu, bado hawajagusa ushirikina wao wenyewe washirikina. Inna buraa'u minkum. Sasa anayelingania watu kwenda kwa washirikina, yeye amejiepusha nao au amejihusisha nao? Amejihusisha kabisa, ameingia kwenye makosa. Sababu waumini wanasema inna buraa'u minkum. Haitoshi, wa mimma ta'buduna min dunillah, na yale mnayoyaabudia kinyume na Allah, ndio ushirikina wenyewe. Sawa. Inna buraa'u minkum. Sisi kwa hiyo kama ni waganga, sisi tuko mbali na nyinyi waganga mpaka mwache uganga wenu. Wa mimma ta'buduna min dunillah, na yale mnayoyaabudia kinyume na Allah, hayo ya uganga, mashetani, majini na manini. Haitoshi, kafarna bikum, sisi tumekukufuruni nyinyi, tumekupingeni yale mnayoyafanya. Sasa anaenda kwa mganga, amempinga. Kafarna bikum, tumekupingeni. Wabada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha, na tayari imeisha dhihiri baina yetu sisi na nyinyi uadui na chuki, abadan, milele. Kwa hiyo kuna uadui mkubwa kati ya mshirikina na Muislamu, utakiwa kuweka ukaribu. Wabada bainana, na imeshadhihiri baina yetu, wa bainakum, na baina yenu, al-adawatu, uadui, wal baghdha, na chuki, abadan, milele, hatta tu'minu billahi wahda, mpaka mumwamini Allah peke yake, msimshirikishe na chochote. Hivyo ndivyo imani ya Muislamu inatakiwa iwe. Kwa hiyo hautakiwi kumhamasisha mtu kwenda kwa waganga wa kushirikina, si makuhani, sijui kina nani, wala utakiwa wewe kwenda, na unatakiwa ujiweke mbali nao. Huyu mtu hapo atakuwa ameelewa kwamba yeye yupo katika nafasi gani na sheria ya dini nimemweka wapi na ninamtazamaje. Na tukao majibu swali. Naam Sheikh, jazakallahu khaira. Naam. Kama kawaida, kabla tujielekea katika swala la 3, tupate mapumziko kidogo kisha tutarejea. Naam. فجمل أنت الذي سترت ما يعيب. Majawabu matano ya masuala. في الناس لا أشك قيد أنمله وقيتني بالفضل كل. Markaz Imam al-Muzani ni taasisi inayojishughulisha na shughuli mbalimbali ikiwemo kuelimisha jamii, kusimamia madrasa, kusomesha vijana katika levo za tamhidi, yani asiyejua kusoma kabisa, ibtidai pamoja na mutawasita. Tunakuombeni mchango wenu kwa lengo la kuendeleza shughuli zetu za markaz kama vile chakula cha wanafunzi, upanuzi wa madrasa na kadhalika. Na kwa sasa tunahitaji kununua nyumba
ili kupanua madrasa, na kiasi kinachohitajika ni shilingi milioni 60 za Kitanzania. Karibuni, changia kwa namba Airtel Money 0689546152, M-Pesa 0752809553. Pia changia kupitia Amana Bank kwa namba 0011404869200001. Jina lisomeke Imamul Muzani Foundation. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Sheikh Abdurrauf Al-Munawi kwa namba 0628993212 au 0688745131. Karibuni tuifanyie ziara Markaz Imam Al-Muzani. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حل المعازف والغنى الشيطاني ورأيت منهم فاسقا يدعو إلى رقص على الأوتار والعيدان. Naam, alhamdulillah, baada ya mapumziko mafupi tuelekee moja kwa moja katika swala la tatu. Naam Sheikh, ambapo swala letu la tatu linasema hivi: kwa nini baadhi ya Waislamu wanahusisha matatizo yao yote na kurogwa? Yani mtu akipata matatizo anasema bana mimi nimerogwa. Hili lina uhusiano gani na shirki? Naam Sheikh. Naam. Najaribu kutafakari swali lako. Jazakallahu khairi. Amini ya. Niweze kujua nalijibu vipi kwamba kwa nini watu wanakuwa wananasibisha matatizo na ushiriki na kurogwa. Na kurogwa yani. Na mtu akipata tatizo tu anaona amesharogwa mimi. Kuna mkono wa mtu. Kuna mkono wa mtu hapa. Swali likasema kuna uhusiano gani baina hichi huyo mtu anayesema nimerogwa na shirki? Yani kuna uhusiano gani hapo? Kule kurogwa kule na shirki. Kurogwa na shirki. Kuna uhusiano gani kati ya kurogwa na shirki? Na shirki. Labda mimi kabla sijakujibu nikuulize kidogo. Ndio. Ili niweze kuelewa najibu nini. Kwamba kuna uhusiano gani kati ya kurogwa na shirki? Ukiwa una maana ya kwamba huyu anaitakidi hivi karogwa, je, naye anakuwa na ushirikina? Ndio maana anasema hivi. Sadaqta. Ndio maana anasema hivi. Ndivyo ndio unakusudia. Ndio swali liko hivyo hivyo. Naam. Swali lako ni ndipo katika mantiki nzuri sana. Ni sahihi kama swali lilivyokuja ndivyo ilivyo. Siku zote miongoni mwa mitihani ya washirikina ni kuhisi kwamba wao wanafanywa ushirikina. Mtu hata akiingia ndani akasahau kiatu anaweza kachezewa. Ndio. Kwa sababu tayari yeye moyo wake ushafungamana na masuala hayo. Hayo. Shirki. Lakini kama huyu mtu angekuwa yeye anamwamini Mola wake siku zote na kwamba anajua yeye ndio mfanyaji wa kila kitu, basi sijipo ni tikitikia hivi. Ndio. Sababu mchawi au mshirikina, wachawi ndio wanaoroga watu. Sawa? Hawana uwezo wowote kumdhuru mwanadamu. Subhanahu wa ta'ala anasema wama hum bidharrin bihi min ahadin illa biidhnillah. Anazungumzia wachawi. Mwanzo huko kaanza kusema kwamba wayataallamuna anasemaje? Na mimi nimesahau kidogo aya. Lakini maana ya aya inasema kwamba hawa watu wanajifunza mambo ambayo yadhurruhum wala yanfa'u. Maana yadhurruhum wala yanfa'u. Yani mambo ambayo yanawadhuru lakini hayana manufaa. Yani mchawi anakuwa anajifunza mambo yanayomdhuru yeye wala hayana manufaa. Anasema ni mabaya kabisa hayo ambao wameyanunua kwa nafsi zao. Na kama wangekuwa wanajua. Sawa. Kwamba hayo wanaoyafanya yanawadhuru wao. Katika madhara ni hayo. Yani anakuwa ni mtu ambaye hana utulivu katika moyo wake. Ikimgusa kidogo tu ashakimbia. Mzarogwa. Tayari hapo. Muumini mwenye imani ya nguvu yeye anaamini kwamba kila kitu ni kinatoka kwa nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kama alivyosema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi akisema ajaban li amri almu'min, ni ajabu sana kwa jambo la mu'min. Inna amrahu kullahu khair, jambo mambo yake yote ni khairi. Sikia sifa ya mu'min, mambo yake yote yeye ni nini? Khairi. Ni khairi. Sasa kuna hofu za kurogwa nani? Inna amrahu kullahu khair, mambo yake yote ni khairi. In asabahu as-sarra shakara fakana khairan lahu, ikiwa yeye atapata na jambo zuri basi anamshukuru Mola wake, inakuwa ni khairi kwake. Khairi ya kushukuru unafahamika, Allah subhanahu wa ta'ala anasema la in shakartum la azidannakum, mkinishukuru nitakuzidishieni. Wa in asabahu dharra sabara, akipata na madhara matatizo anafanya subira, anaamini kwamba ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala ndio amekadiria ile matatizo. Kwa hiyo anakuwa na nini? Kwa anakuwa ni mtu ambaye fakana khairan lahu, anakuwa ni khiri kwa sababu subira ina malipo makubwa sana. Naam. Miongoni mwa malipo ya subira wanasema inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, si vinginevyo watalipwa watu wenye subira ujira usiokuwa na hesabu maalum. Ni ujira mkubwa sana, na mtu mwenye subira siku zote ndio anafanikiwa mambo yake sawa kidunia na kiakhera. Kwa hiyo mtu ambaye anakuwa kila kitu anachompata ni ndivyo alivyo, anaona ni karogwa, huyo ana chembe za ushirikina yeye kama yeye. Maana naamini ushirikina ndio unaofanya akipita paka juu ya nyumba tatizo, akisikia paka pita anasema mchawi huyo. Kwa nini wewe kila kitu mchawi? Kwa hiyo ili mtu asiwe na tabia hii ni nini? Aelekeze mambo yake yote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema qul lan yusibana illa ma katabahu Allahu lana, anawaambia waumini qul lan yusibana, semeni kwamba sisi hayawezi kutupata mambo illa ma katabahu Allahu lana, isipokuwa yale ambayo Allah ametuandikia. Huwa maulana, yeye ndio kipenzi chetu. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, na kwa Allah wamtegemee waumini. Kwa hiyo maana yake wewe unatakiwa egemeza mambo yako kwa Allah. Kinachokupata sema hasbi Allahu wa ni'mal wakeel, Allah ananitosheleza na yeye ndio bora wa kutegemewa. Kwa hiyo usiwe na hizo itikadi za kuogopa kila kitu, shiriki. Bado ukifanya hivyo ndio unazidi kuongeza ile athari, inazidi kukuathiri zaidi, kwa sababu unakuwa unahisi unanyemeleo, unafuatiliwa. Si kitu kama vile kuna mchawi, yani wewe maisha yako yanakuwa ni shida tu. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe na shirki na ushirikina. Allahumma amin. Ama kama itakuwa ni kweli mtu karogwa baada ya kufanya utafiti, ndio kwa kupima njia zote za kidaktari kuonekana kama maradhi hayaonekani, lakini bado kuna ishara za kusumbuliwa na matatizo ambayo hayaeleweki. Si ikiwa ni hivyo, hiyo haina shida, sababu uchawi upo na watu kweli wanarogwa. Ndio. Kwa hiyo kila anayeona karogwa kwamba anakuwa ni mshirikina. Hii ni kweli, inaweza kweli karogwa, sababu urogaji upo. Sawa? Ndio. Kama tulivyokuwa kama tunavyojua historia kwamba mtume alifanywaje? Alirogwa. Kwa urogaji upo. Itakapokuwa imethibitika kama mtu karogwa, basi cha kufanya ni kufanya kutumia tiba, na tiba ya kurogwa sio kubwa sana ambayo inamshinda mtu. Ni kusoma muawwidhatayn, kul a'udhu bil falaq, kul a'udhu bin nas. Hizi ndizo mtume aliteremshiwa baada ya kurogwa. Ndio. Azisome kwa ajili ya kubatilisha uchawi na kuondosha ile athari ya uchawi ambayo alifanyiwa. Kwa atakisi karogwa asome sura hizo mbili. Sawa. Jazakallahu. Amin. Nadhani swali limeeleweka na jawabu limefahamika. Hapa naunganisha swali la 4 ambalo linasema unazungumziaje kuhusiana na kuonyeshwa kwa mambo ya kishirikina katika sinema, tamthilia na hizi muziki zote za kisasa na kadha? Je, inaweza ikawa hiyo ni njia ya kuelimisha au kueneza shiriki? Naam. Ndani
jibu la swali lako ni hilo swali. Naam. Ndio njia ya kueneza Shirki. Sawa. Ni kama vile watu wakaigiza matendo ya jinsia. Wanasema wanaigiza matendo ya jinsia, yani nikisema hivi naeleweka. Ndio. Wakafanya matendo ya jinsia yale kwenye movie zao, sinema. Eti wanaelimisha jamii. Hii inakuwa si sahihi. Ndio. Watu wanaokuja kutazama pale wanajifunza. Wanajifunza kutokana na yale wanaoyaona pale. Ni kweli. Sio kuelimisha jamii. Hao wanachafua jamii. Maana tamthilia nyingi zimebeba dhamira hii ya ushirikina na wanalifanya jambo la ushirikina lionekane. Na katika ile swali lako la mwanzo kama sisahau tunasema kwamba watu kuingia katika shirki bila kujua kama ni shirki ni kutokana na watu hawa wanapenda kutazama hizo tamthilia na wanaziamini. Imefika kipindi kwamba mtu kitu anachokiona kwenye runinga anakiamini sana. Kitu mtu anachokiona kwenye internet anakiamini sana. Ndio kile kitu anachokiona dhahiri kabisa. Dhahiri. Kwa hiyo yale maigizo inakuwa inaathiri sana watu. Sasa ukiwemo ndani mwake kuna ushirikina, watu wanafanya shirki, wanasema naigiza. Hawa wanafundisha uchawi watu, lakini pia wanachafua Uislamu. Sawa. Wanasema wanachafua Uislamu. Mara nyingi sana kwa tunaona sisi maigizo haya kwenye magari, tukipanda gari. Hizi gari za safari mkoa ndio. Wanaanza maigizo ya watu mule. Katika hayo maigizo ambayo wanayaweka kuna maigizo ya wachawi mule. Sawa? Ndio. Wale wachawi wanaonekana ni watu wamevaa kanzu na kofia au msuli. Sawa? Ndio. Au mavazi ni watu gani? Mavazi ya Kiislamu. Ni Waislamu. Kwa hiyo wao wanataka kuionyesha jamii kwamba wachawi ni Waislamu, waganga ni Waislamu. Kama wewe mimi nitakupeleka kwa ustazi sija kufanyaje? Shehe kwa kadha. Hao wanafundisha watu uchawi. Hawatofautiani na wale wanaosema nitakusomea albadili. Ndio. Tofautiane. Wako sawa tu. Badili ni shirki. Uchawi. Kwa hiyo nataka kuonyesha watu kwamba mambo yapo na yanatakiwa yafanyike. Kawaida. Sisi nitakunyamazisha. Acha mnyamazisha umekuwa nani? Yaani wewe ni nani? Ni rais ni. Ndio. Wewe nitakufanyaje sije utonyanyuka kesho wewe. Anakuta mtu anazungumza haya. Ni shekhe. Afu wao wanasingizia wanasema yale ni makarama. Sasa nadhani huko tutakuja kuzungumza kwa ndio. Sawa. Nadhani imekaa. Kwa hiyo watu wanaonesha matamthilia kwanza wanachafua jamii, wanaeneza ushawi na ushirikina, wanataka waoneshe watu kwamba ile mambo ni ya kawaida. Lakini pia wanachafua Uislamu. Sawa, kwa maana imekuwa ni katika njia za kueneza shirki pia. Ndio, wanaeneza shirki. Inaenea watu wanajua mambo ambayo kwa hawajui. Hawafahamu, ndio. Na wanaamini kwamba kumbe ukishindwa hivi utafanya hivi. Si aliona kwenye movie. Wewe tu mchukulia mfano, watu wakimuona Arnold Schwarzenegger anaponyanyua nondo, sijana ananyanyua kitu gani? Basi utamwona mtoto naye katoka nje uwanjani. Kaenda kulisha kifua hivi kama amejifunza wapi? Uko ndani. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Naam Sheikh, jazakallahu khaira. Wa iyyak. Kabla sijaenda katika suala la mwisho ambalo litakuwa ni mwisho wa kipindi chetu, tupate mapumziko kidogo kisha tutarejea. Naam. فجمل أنت الذي سترت ما يعيب. Majawabu matano ya masuala. في الناس لا أشك قيد أنمله وقيتني بالفضل كل. Markaz Imam al-Muzani ni taasisi inayojishughulisha na shughuli mbalimbali ikiwemo kuelimisha jamii, kusimamia madrasa, kusomesha vijana katika levo za tamhidi, yani asiyejua kusoma kabisa, ibtidai pamoja na mutawasita. Tunakuombeni mchango wenu kwa lengo la kuendeleza shughuli zetu za markaz kama vile chakula cha wanafunzi, upanuzi wa madrasa na kadhalika. Na kwa sasa tunahitaji kununua nyumba
ili kupanua madrasa, na kiasi kinachohitajika ni shilingi milioni 60 za Kitanzania. Karibuni, changia kwa namba Airtel Money 0689546152, M-Pesa 0752809553. Pia changia kupitia Amana Bank kwa namba 0011404869200001. Jina lisomeke Imamul Muzani Foundation. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Sheikh Abdurrauf Al-Munawi kwa namba 0628993212 au 0688745131. Karibuni tuifanyie ziara Markaz Imam Al-Muzani. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حل المعازف والغنى الشيطاني ورأيت منهم فاسقا يدعو إلى رقص على الأوتار والعيدان. Naam, moja kwa moja tunarejea katika kipindi chetu cha majawabu matano ya masuala, na hapa tunaelekea katika swala letu la mwisho ambalo tutatuhitimishia kipindi chetu likiwa ni swala la 5. Naam Sheikh, nasema kwamba je, kuna hatari ya baadhi ya manabii wa uongo kujenga itikadi za kishirikina kupitia maono na miujiza wanaodai kwamba wanayo? Naam, kuna hatari ya manabii wa uongo kujenga itikadi na mitazamo ya kishirikina kupitia katika ushirikina, kupitia maono na miujiza wanaodai kwamba wanayo. Ndio. Yani kama nimeelewa swali lako, maana nakusudia kwamba inapofahamika kwamba nabii nabii au mtume ni mteule, amechaguliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio. Na ili aaminike huyu huwa anapewa miujiza. Kila nabii alipewa miujiza yake. Ndio. Na hilo linafahamika maarufu. Nabii Isa alipewa miujiza ya kuhuisha watu kufa, kuwatibu watu wenye ukoma, ndio, watu wenye mabarango, vipofu wakaona, ndio, vilema wakatembea. Nabii Isa alipewa miujiza hiyo kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Isa ambaye baada yake ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuma hapo kuna Nabii Musa alayhi salam, yeye ndio miujiza yake ni maarufu mpaka Waswahili wanamsema kustaajabu ya Musa utaona Firauni. Lakini msemo huu haujakaa sawa. Kwa nini hujakaa sawa? Firauni na Musa, nani aliyeshinda? Musa ndiye alishinda. Sasa utasemaje ukisema kwamba ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni? Unamaanisha nini katika maneno? Kwamba Firauni makubwa sana. Kwamba Firauni makubwa sana, lakini kwa ukiona ya Musa ni makubwa, basi kuna makubwa zaidi ya Firauni. Makubwa zaidi, lakini sasa ilikuwa nitakiwa aseme kistaajabu ya Firauni ya Musa. Ndivyo ilivyokuwa katika kile kisa cha kuonesha kwamba Firauni alitupa mikamba yake, wale wachawi walitupa mikamba yao, fa'alqa hibalahum wa isiyahum, au kama Allah anasema walitupa vikamba vyao na vijifimbo vyao. Vile vichumvi vikawa vinafanya takhayul kana kama ni nyoka. Unaona? Nyoka. Subhanahu wa Ta'ala amesifu ule uchawi akasema waja'u bi sihrin adhim, wakaja na uchawi mkubwa, jambo ambalo lilimuingizia Musa hofu, akaogopa. Musa aliogopa. Allah akamwambia, Allah anasema kulna la takhaf, Allah tukamwambia Musa usiogope, innaka antal a'la. Kwa hiyo mpaka hapa tunajua kwamba Musa ndio yuko juu. Wa kulna la takhaf innaka antal a'la. Na hapa muumini yote yule yuko juu ya nani, ya wachawi. Kulna la takhaf, ndio dalili, innaka antal a'la. Muumini usimwogope mchawi. Allah anasema kulna la takhaf innaka antal a'la, usiogope, wewe ndio uko juu.
wa alqi ma fi yamini. Sasa hapa nazungumzia muujiza wake. Kitupe kile ulichonacho katika mkono wako, ilikuwa ni fimbo. Talqaf ma sana'u, kitameza yote hayo mauchawi yao waliotengeneza. Inna ma sana'u kaidu sahir, hayo waliyafanya ni vitimi vya kichawi. La yuflihu as-sahir haythu ata. Kwa hiyo Allah akathibitisha kwamba mchawi hawezi kufaulu, hawezi kufaulu mchawi akikutana na silaha za mu'min ambazo ni utaji wa Mola wake. Kwa hiyo hichi kisa kinaonyesha nani yuko juu hapa? Musa. Kwa tuseme kwamba ukistaajabu ya Firauni utayaona ya Musa. Kwa hiyo Musa alikuwa usahihisha tumesahihisha. Lakini pia tumuonesha kwamba Musa alikuwa ni muujiza yake. Tumesahihisha kwa dalili. Ndio. Umeona? Na waje watupe dalili ya na wao watupe dalili msemo wao kuambia kwamba Firauni ni zaidi ya Musa. Sasa Musa ndio alipiga bahari funguka kati ya njia, akaangamia na Firauni kaangamizwa na Allah. Kwa hiyo ni muujiza ule. Lengo la muujiza hiyo ni nini? Ili watu waamini kwamba huyu kweli nabii wewe. Hakuna kiumbe anaweza kufanya vile, kwa sababu waletoa wachawi wote, wachawi ukashindwa. Huyu nani mchawi? Huyu nabii wa Mungu. Ana nguvu ya kutoka kwa nani? Allah. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muujiza mkubwa aliopewa yeye ni Qur'an. Na muujiza wa manabii ile ilikuwa inaisha, inaondoka, inaisha. Kulingana na zama za wale manabii. Kwa hiyo alipokuja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye ni mtume wa mwisho. Muujiza wake unatakiwa uendelee ili aendelee kuaminiwa. Sawa. Kwa sababu lengo la muujiza ni kwamba uyaaminiwe ili watu wamfuate. Kwa hiyo huyu mtume kwa sababu ni wa mwisho, anatakiwa apewe muujiza uendelevu ili waendelee watu kumwamini. Ni muujiza gani ambao mtume kapewa endelevu na hii tujue kwamba ni mtume wa mwisho? Ni Qur'an. Qur'an ni muujizatun khalida, ni muujiza wa milele. Qur'an ndio ambayo inazungumzia mambo ya kabla, ambayo inazungumzia ulimwengu ulioumbwa, mambo ambayo hayakuwepo. Inazungumzia kuumbwa mwanadamu, Adam, mtume alikuwepo. Hizo habari kazijuaje? Bali mtume alikuwa akiwapa habari watu za Ashabul Kahfi, watu wa kale wa zamani. Mtume alikuwepo. Habari za Yusuf, za manabii wote. Mtume anawapa hizo habari watu. Sawa? Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi alikuwa akifanya miujiza mingi ambayo yani Qur'ani inaonyesha miujiza mingi ambayo ni khalida. Kama vile Qur'ani imeelezea uumbaji wa mwanadamu. Baada ya kuelezea kwamba mbingu, uumbaji wa mbingu, ikaelezea uumbaji wa ardhi, ikaelezea kutembea kwa jua, kwa nyota, sayari, yote hayo imeelezea. Lakini pia Qur'ani imeelezea uotaji wa mimea. Ndio. Imeelezea viumbe kwa ujumla wao. Kama kuna vilivyoumbwa vinatembea kwa miguu minne, na vile vilivyoumbwa vinatembea kwa miguu miwili, na viumbe wameumbwa hawana miguu, wanatambaa kwa matumbo. Mtume Muhammad aliona wapi yote? Ni muujiza. Sawa? Mpaka majini walifikia kumwamini mtume kwa sababu ya maneno. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Tumesikia maneno ya ajabu Qur'an. Wakaamini. Yahdi ila rushd fa amanna bi. Qur'an hii inaongoza katika uongofu, sisi tukaiamini. Sawa. Kwa majini. Kwa hiyo waliamini kupitia nini? Qur'an ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo basi hii Qur'ani inaelezea namna ambavyo mwanadamu anaumbwa katika tumbo la mama yake. Wanasema yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Kwamba Allah anakuumbeni katika matumbo ya mama zenu kiungo umbile baada ya umbile katika visa vitatu. Tumenajuaje kwamba mtoto anakaa katika ndani ya visa vitatu? Alionaje? Kipindi hicho hakuna ultrasound. Sasa kazungumzia mambo ya ndani kabisa ndani. Ni Mtume Muhammad kazungumzia mtume katika hadithi yake, maneno yake, kwamba inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika. Kazungumzia kwa muda wa siku 40 mtu anakamilika.
ndivyo ndio fausa ilayhi almalak fayanfukhu fihi ar-ruh. Na wana science dunia nzima wanakubaliana kwamba mtoto anakamilika baada ya miezi 4. Amani kazungumza naye subhanallah Mtume Muhammad, lakini Allah amezungumza katika Qur'an. Huu ni muujiza wa nani? Mtume Muhammad. Unaendelea au hauendelei? Endelea. Qur'an imezungumzia mabahari mawili. Maraj al-bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah amepitisha mabahari mawili yaltaqiyan, yanakutana bahari mbili, baina kati ya hizi bahari mbili barzakhun, kuna kizuizi kinazuia la yabghiyan. Maji hawezi kuchanganyikana, hayaingiliani, hayatabaki kuwa chumvi, yatabaki kuwa tamu, hivyo hayachanganyiki, hayawezi haya maneno yanazungumza nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani hiyo inazungumza. Mtume ameyaona wapi? Lakini subhanahu wa ta'ala amezungumzia viumbe vilivyo chini ya ardhi. Yani kwanza amezungumzia matabaka ya ardhi 7, amezungumzia matabaka ya ardhi ya mbingu, amezungumzia viumbe walioko chini ya bahari, wama tahta thara. Chini ya bahari, thara ni ile maji yenye nani, yani ni udongo wa maji. Chini ya bahari kuna viumbe kule, Allah anavijua vile viumbe vilivyo kule. Kwa hiyo na wasanzu mzamiaje utakutana kuna viumbe kule chini hapo. Tumelizamia lini maji? Hiyo ni Qur'an. Na miujiza mingi sana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mambo mengi ambayo yanazungumzia kwamba ilikuwepo, yatakayokuwepo, yatakayokuja kutokea. Na zaidi hapo Qur'an imezungumzia dalili za kiyama, zama za mwisho zitakavyokuwa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huu ni muujiza wa nani? Mtume Muhammad. Huyo ndio mtume wa mwisho. Ndio maana akapewa muujiza endelevu mpaka kiyama. Hakuna mtume atakayeingia hapa katikati. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Hakuwa Muhammad ni baba wa yoyote katika wanaume wenu. Yaani msije mkampa mtu nasaba na mtume, kumbebesha ubaba, wewe mtume baba yako. Walakin rafadi mtume ni baba wa waumini wote. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yani mtume wa Allah na ndio mwisho wa manabii. Kwa hiyo Allah amekata hapo. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ndio mtume wa Allah na ndio wa mwisho wa manabii. Kwa hiyo atakayekuja baada ya mtume akasema ni nabii, hapana, ni muongo. Ni muongo. Ni dajjal, kadhab. Sasa kwa sababu hao manabii walikuwa hawajasoma Qur'ani, hawajui kama Qur'ani chatueleza sisi. Hicho kitu hakipo tena. Zamani tunajua mambo haya. Hawajasoma mafundisho mtume, aishaeleza. Sasa na wao ili waaminiwe lazima waoneshe watu kwamba wana miujiza. Si ndivyo? Ndio. Sasa hao miujiza hiyo wataitoa wapi? Hao makafiri wao ambao ni Wakristo, wao wanasema kwamba Yesu alipoondoka aliwaachia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anamkusudia ni ambaye alikuwa anateremsha wahi katika mitume. Al-Ruhul Amin kama Allah anasema. Umeona Ruhul Qudus ni nani? Jibril alayhi salam. Kwamba huyu bado anawateremkia wao, anawafunulia. Leo utamsikia askofu anakuambia usiku wa jana sijui Mungu sijui kamfanya jafanyaje. Roho Mtakatifu sijui kanishukia akaniambia kwamba atakayenunua hili papai yeye tambariki, sije tamfanyaje. Basi watu wanakimbizana kununua papai. Kumbe yeye ana mambo yake. Lakini wakati huo anatabiri mambo yatatokea, kitatokea kitu kikubwa, kitu gani. Bali anadai kwamba yeye anaponesha vilema, si ndivyo wanavyosema Fufua watu waliokufa. Mambo yaliyofanywa na nani? Niona clip moja. Kabisa hiyo. Niona clip moja anafufua bwana. Wanafufua. Sasa wanafufua kama walikuwa wanafufua. Na hapo Tanzania hapa. Hapa tunao. Wanafufua watu wangemfufua Nyerere. Wewe kwa nini wasije mfufua Nyerere? Hawataki rais wao. Baba wa taifa. Si wangemfufua baba wa taifa.
Magufuli juzi tu. Magufuli hapa. Wanaita rais wa nyonge. Na katika hao wamo wakina Gwajima sana kanisa la kufua. Kanisa la kufua. Ni mfuzi mzuri sana. Anafufua, huyo anafufua. Bali nilisikia kwamba Gwajima kuna ndugu yake alifariki. Wakamletea amfufue. Allahu musta'an. Lakini hakuweza kumfufua. Kwa hiyo hawa watu kama walivyosema wanatengeneza haya mambo kwa malengo yao binafsi. Wadanganya watu sio hujasoma, hujui. Kwa hiyo mtu anasema pale anawateka sia akili. Na wanakuwa wamesoma mambo wanakuwa wanajua. Kuna mambo mengine wakizungumza yanakuwa ni ya ukweli kwa sababu wamesoma mambo ya kidunia na nini. Kwa katika vitu ambavyo wanavitumia kuvuta watu. Ni msomi yule. Ndio wanaingiza kwenye mitego yao, wanakula pesa zao. Kwa hiyo lazima watengeneze mambo kama haya ili waweze kuaminika. Kwa mwingine atajifanya na kupona hapo, anakuponya hapo. Siji mtu anatoka analeta kule kafa. Yuko hoi. Sijui asije anafanyaje, anazinduka. Kati hospitalini tuna watu kule. Ukienda Muhimbili kile chumba kinaitwaje ile? Kile cha ICU. Waende kule. Ushasikia hata siku moja? Sikusikia. Kwamba kuna watu wameenda kufufuliwa mochwali. Kuna nabii. Nabii kaenda mochwali kufufua. Ushaikusikia? Sijawahi kuona. Na haitotokea. Vilema tunao wengi mjani sana. Kwa nini wasiwatembeze? Watembeze hapa. Muujiza. Lakini ni uongo wanaotengeneza ili waaminike. Lakini Muislamu hawezi kudanganyika, shajua. Kwamba ni uongo. Lakini miongoni mwa mbinu ambazo wanazitumia watu wanatumia misaada ya shetani. Shetani hii watu wengi wanasaidiwa na shetani kwa sababu hii shetani inasaidiana na watu kutimizia malengo yao. Watu wanakuwa na kitu kimoja, wanashirikiana kwa ajili ya kutimizia malengo yao. Wewe hapo mtu anaweza kasumbuliwa kwa ile maradhi, kumbe maradhi yametokana na shetani. Shetani lesi ndio anacheza naye, inampa fikra ya kwenda kwa nani? Kwa Mwamposa. Nenda. Kwa hiyo akaenda kwa Mwamposa, sikutana na rafiki yake. Shetani wanakutana. Sasa huyu bwana ni Muislamu na mtu mvuti. Kwa hiyo anafanywa atakufanywa pale, mtu anafanya yeye anaona amepona. Lakini kaongezewa matatizo. Sio kapona. Unaona? So hilo sihir ni shirki. Ndio cheko bali ni ushirikina, yani uchawi ni kufuru. Kama ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amezungumza katika Qur'an. Ndani mpaka hapo tutakuwa tumejibu swali zako khair. Amin ya. Nitakuwa nimepatia basi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama nitakuwa nimekosea ni kwa sababu ya nafsi yangu, yangu na mchache wa maarifa yangu. Jazakallahu khair. Amin wa yaka. Jazakallahu khair shekhi wetu kwa kutoa muda wako kuhudhuria katika kipindi chetu hiki. Hatuna cha kukulipa zaidi, Allah ndo ataweza kukulipa. Kabla sijafunga kipindi hiki, neno moja kwa watazamaji wa kipindi hiki kuhusu kipindi hiki. Neno lako moja tu. Hichi kipindi nimekipenda. Naam. Ni kipindi ambacho kinatofautiana na vipindi vingine vya muziki. Ndio. Mipasho na mfano wa hayo wanayajua watu ambao wanayafuatilia. Sawa. Ni kipindi ambacho kinahuisha mioyo ya watu, chakula cha mioyo. Ni ambacho kinamfanya mtu ajitambue, kujisahau, kwa hiyo anazinduka, sema kumbe ni hivi. Kwa hiyo ni kipindi ambacho kinazungumzia malengo ya mtu kuwepo katika ulimwengu. Sawa. Kinagusa zile mada nyeti kila mtu anazihitajia. Kwa maana hiyo basi ni kipindi muhimu sana kwa mtu ambaye ana fursa ya kukifuatilia, asichelewe. Naam. Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ihris ala ma yanfa'uka. Pupia kufanya jambo lenye kukunufaisha. Ukishajua linakunufaisha basi lipupie.
wala ta'jiz, usishinde kutupia. Fa in asabaka shay'un, ikiwa kuna kitu kitakusibu katika pupa yako na juhudi yako ya kutoa kikuumiza, fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha, usiseme lao ningefanya hivi singekuwa hivi na hivi, walakin qul qaddara Allah ma sha'a fa'ala. Fa inna kalimata law taftahu amal ash-shaytan, kwa sababu neno lao linafungua milango ya shetani. Sasa atakuchezea kingine utofanya, utakuwa naamini nikienda kuenda kuhila ni kadari Allah amekadiria. Kwa kipindi kama hivi ni vipindi ambavyo tunataka vipopiwe, sababu vina manufaa fi dunia akhirah. Na kwa kumalizia maneno ya Mtume anasema, man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu, yule ambaye atashindwa kufanya matendo akaona mazito ya kheri alizofanya, basi sitarajie kwamba siku ya kiyama ule ukaribu alionao na rafiki fulani shekhi kwa baba yake alikuwa nani hivi, utamsaidia. Hautamsaidia. Matendo yako mema, kama matendo mema ni kufuatilia vipindi kama hivi ambavyo vinafaa na vipindi vyote ambavyo vinagusa nyeti. Jazakallahu khaira. Amin wa yaka. Na mimi pia nisije kama mchoyo wa fadhila, nitoa shukrani zangu za dhati kwa wahusika na wasimamizi na waandaaji wa kipindi hichi. Amin. Allahu khair. Kwa ajili ya dini na kwa ajili ya kutakatifuza Allah akuzidisheni kila la kheri. Mimi nashukuru kunishirikisha katika kipindi hichi, kwa ninajisikia furaha sana kuhudhurisha ile ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala ameniwezesha kuhudhurisha. Na muomba Allah Subhanahu wa ta'ala matendo yetu haya yote ambayo tunayafanya yawe khalisan liwajhi, kwa ajili yake peke yake, wa ayaj'alaha fi mizani hasanatina يوم القيامة. Allah ayajalie yawe ni katika mizani ya mema yetu siku ya Kiyama. Amin yaka. Sheikh tunasema asante na tunakukaribisha sana. Tuko pamoja. Hapa jinsi kama huko nyumbani. Naam. Sasa kwa wewe mtazamaji wa kipindi hiki unayefuatilia kwa muda huu, chini ya video hii hapo subscribe, kisha kuna kialama cha kengele unaweza kuwasha hapo. Lengo ni kwamba vipindi kama hivi uwe wa kwanza kunufaika navyo, usisubiri kuhadisiwa. Ulikuwa nami ndugu yako Abdurrahmani, nyuma ya kamera hapo ulikuwa na Abu Khuzaima. Jazakumullahu khaira. Tunasema mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. فجمل أنت الذي سترت ما يعيب. Majawabu matano ya masuala. في الناس لا أشك قيد أنمله وقيتني بالفضل كل. Markaz Imam al-Muzani ni taasisi inayojishughulisha na shughuli mbalimbali ikiwemo kuelimisha jamii, kusimamia madrasa, kusomesha vijana katika levo za tamhidi, yani asiyejua kusoma kabisa, ibtidai pamoja na mutawasita. Tunakuombeni mchango wenu kwa lengo la kuendeleza shughuli zetu za markaz kama vile chakula cha wanafunzi, upanuzi wa madrasa na kadhalika. Na kwa sasa tunahitaji kununua nyumba ili kupanua madrasa, na kiasi kinachohitajika ni shilingi milioni 60 za Kitanzania. Karibuni, changia kwa namba Airtel Money 0689546152, M-Pesa 0752809553. Pia changia kupitia Amana Bank kwa namba 00114869200001. Jina lisomeke Imamul Muzani Foundation. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Sheikh Abdurrauf Al-Munawi kwa namba 0628993212 au 0688745131. Karibuni tuifanyie ziara Markaz Imam al-Muzani. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. حل المعازف والغنى الشيطاني، ورأيت منهم فاسقا يدعو إلى رقص على الأوتار والعيدان.
Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.